Vijana kutoka mkoa wa Mwanza wameeleza kuwa wamepitia hali ngumu katika kipindi cha maandamano na hivyo hawawezi kuunga mkono tena harakati hizo. Kuwa maandamano hayo si tu yameathiri maisha yao bali yameleta madhara makubwa katika familia zao na jamii kwa ujumla. Wakizungumza Novemba 24 katika kongamano lililowakutanisha vijana kutoka makundi mbalimbali yakiwemo waendesha bodaboda, wanachuo pamoja na wajasiriamali. Vijana hao walisisitiza kuwa ni muhimu kudumisha amani na kuepuka vurugu zisizo na tija. Ndugu zangu, mimi ninachokiomba kwa vijana wenzangu, tusirudie tena. Kwa yote aliyeshiriki kwa maandamano na matatizo kama vile haya. Yaani kulala tu kwenyewe wewe hujazoea kulala saa 12. Kuko hata mwenyewe kuko unamfungulia saa ngapi? Hata mwenyewe mfungulia saa ngapi? Naitwa Felista Medico. Natokea Boma. Ushauri wangu ni kwamba sisi vijana tuhamasishane kuepukana na vichochezi mbalimbali ambavyo vinatokana na makundi mbalimbali ambayo yasiyo sahihi katika jamii. Kuna makundi ambayo unaweza kupita sehemu ama ukaungana nao, lakini mawazo wanayojadili ni mawazo hasi. Kwa hiyo tupende kuhamasishana na kuomba wakuu wetu, maaskofu pamoja na mashehe kuwasilisha katika makundi mbalimbali ya dini ambayo yanataka vijana kwa asilimia kubwa. Tulivyoona sisi kulitokea maandamano siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Na sababu ya maandamano, kuna watu walilipwa wakafanya maandamano au kuna watu hawakulipwa wakafanya maandamano. Lakini kwenye ile hoja ya maandamano sasa, mara nyingi tumekuwa tukiona kwenye mitandao ya kijamii wanailaumu sana serikali. Lakini na sisi ambao tulishuhudia tukaona, tunawalaumu pia waandamanaji. Waandamanaji katika kuandamana kwao, kuna baadhi ya familia walizigusa ambazo hawataki kuzionyesha kama walizigusa. Walikata watu vidole, walibaka mama zetu, waliua ndugu zetu kwa kuchoma nyumba zao. Viongozi wa kisiasa ambao walikuwa kwenye mlengo wao waliwachomea nyumba, wengine wakawaulia humo viongozi wa vyama vya kisiasa vingine. Kwa upande wao, waratibu wa kongamano hilo akiwemo Askofu Robert Bundara na Shehe Yusufu Mlisho waliwaasa vijana kuzingatia maadili, kutokukubali kutumiwa kwa maslahi ya wengine na kuepuka vitendo vyovyote vya kihalifu na vurugu vinavyoweza kusababisha hasara kubwa katika taifa letu. Nirejelee nchi kadhaa. Tunakumbuka wenzetu wa Libya, Liberia au Libya, Gaddafi. Vijana wakitaka kuoa walikuwa na wajengea vyumba vile na sebure na hapa kamtaji kidogo, wanaoana, wanaishi. Lakini kuna mambo yaliinuka mle ndani, wakaona kama haki haitendeki. Sasa toka hapo Gaddafi wakamuua. Leo ukiangalia taifa lile, kile walichokuwa kitafuta haki, je, ipo? Si ni vurugu mpaka leo? Ni vurugu mpaka leo. Na vijana ndio waliohamasishwa sana na ndio waliokuwa wanahudumiwa, ndio walikuwa wanasaidiwa. Sasa kuna falsafa zingine zinatoka nchi za magharibi na nchi mbalimbali zinazoweza zikatugawa sisi wa Tanzania pia. Zinatugawa. Unajua sasa hivi wakati mwingine hata watu wanaogopa kusema. Mimi hata siokopagi kusema, mimi ni ndume ya mara. Mimi asili yangu ni ujasiri tu. Tusiingize vitu vingine kwa sababu ya falsafa za mtu kutaka kufanyaje, kutugawa. Anarenga nini? Mitazamo yake ni nini? Leo tunaingizana tena kwenye udini. Unasikia mawazo mengine wanasema ukitoka tu ni panga. Sasa inaanza kuingia tena, shehe unikate panga kweli? Inawezekanaje? Au mimi nikukate panga shehe? Sisi ni ndugu, ni maumivu haya. Umemkata panga ni Muislamu, umemkata panga ni Mkristo, halafu mnakuja kwenye msiba pamoja. Mnaolia ni Wakristo na Waislamu. Mawazo mazuri yanamfanya mtu taifa lake liwe nzuri. Mawazo mazuri humfanya mtu miundombinu yake ikawa mizuri. Mawazo mazuri yanamfanya mtu maisha yake yakawa mazuri. Chunga ulichopokea, moja ya njia tano. Usiwi miongoni mwa watu watakaofikiria vibaya kwenda kutenda vibaya. Hakikisha chochote ulichopokea, simamia fikra zako zisiwi za kuleta madhara. Na hata kila mmoja achukue nafasi ya kuwa na mpekua mwenzake. Nini ameficha kwenye moyo?
Mchokonoe tu utasikia anasema, ukiona amebeba kitu kibaya, wewe uwe sehemu ya kumvua kile kibaya abaki kuwa mtu mzuri, ili kulinda muhimili wa taifa letu, ndugu zetu, miradi yetu na yale tuliyoyajenga ndani ya nchi yetu. Kama tumepokea vibaya, tukawa na maamuzi mabaya, tutaenda kufanya mabaya. Yale mabaya tutakayoyafanya, madhara yataturudia wenyewe. Ndio hapa tulipo leo. Sasa tujalisha sote tumefikiria njia moja katika 5 zilizokupa taarifa zinaitwaje? Zinaitwa tahadhari. Zinaitwa tahadhari. Tahadhari kusikia, tahadhari kuona, kunusa, kugusa na kuonja. Tahadhari. Unapochukua taarifa moja ya njia 5, simama na neno tahadhari. Tahadhari kwako itakuwa ni ulinzi na usalama kwa matokeo ya kile ulichopokea. Sasa unaenda kwenye tahadhari. Tahadhari ni hatari. Pale mbele kuna hatari. Usipite njia hii, utapata hatari. Ndio kile ulichopokea. Ni sawa na mtu anakuambia hapa usipite. Askari anaelekeza huku, trafiki anaelekeza huku. Pita ulikoelekezwa, acha ulipokatazwa. Utakuwa salama kwa maana ya kuzingatia ile tahadhari